Habari yako mtazamaji, karibu tena Naturemed Surprise kwenye chaneli yetu inayohusiana na masuala ya afya. Umewahi kutamani sana kupata mtoto wa jinsia fulani, hasa mtoto wa kike? Na umejiuliza kama hilo linawezekana kwa kutumia maarifa ya sayansi? Habari njema ni kwamba wanasayansi wamebaini mbinu sahihi zinazoweza kuongeza uwezekano wa kupata mtoto wa jinsia unayoitaka. Na leo hapa Naturemed Surprise nitakuonesha kwa kina mbinu 16 zilizothibitishwa kisayansi ambazo zinaongeza nafasi ya kupata mtoto wa kike. Lakini pia nitakufichulia mbinu 3 muhimu zaidi za kupata mtoto wa kike ambazo ni namba 9, 13 na namba 16. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina, mtaalamu wa masuala ya afya. Namba za simu zinapita chini ya skrini ya video hii. Unaweza kupiga kwa kutaka ushauri au msaada wa haraka. Usisahau subscribe na kubonyeza alama ya kengele. Salia nasi hadi mwisho upate kujua mbinu hizi. Mbinu ya kwanza ni kufanya tendo la ndoa siku nyingi kabla ya siku ya kutoa yai, ovulation. Mbegu za kiume hubeba chromosome Y ambazo ni nyepesi lakini hudhoofika haraka. Mbegu za kike hubeba chromosome X ambazo ni nzito na hudumu muda mrefu. Kufanya tendo siku 3 hadi 4 kabla ya ovulation huongeza uwezekano wa mbegu za X kufika kwenye yai kwa sababu bado zitakuwa hai hadi siku ya kutoa yai. Hii hupunguza uwezekano wa kuzaliwa mtoto wa kiume na kuongeza nafasi ya kupata mtoto wa kike. Mbinu ya pili ni kuongeza asidi kwenye mazingira ya uke. Mazoea ya kula vyakula vyenye asidi kama matunda jamii ya machungwa, limau, zabibu na vinavyosababisha mwili kuwa na pH ya chini husaidia kuua mbegu za kiume haraka. Mazingira haya hufanya mbegu za kike kuwa na nafasi kubwa ya kufika kwenye yai. Watafiti wameonyesha kuwa uke wa asidi una uhusiano mkubwa na ujauzito wa watoto wa kike. Mbinu ya 3 ni kuosha uke kwa siki nyepesi kabla ya tendo. Njia hii ya asidi inayojulikana kama vaginal douching hutumika kutengeneza mazingira ya asidi ndani ya uke kabla ya tendo la ndoa. Changanya kijiko kimoja cha siki ya apple kwenye glasi moja ya maji safi. Kisha tumia kusafisha uke dakika chache kabla ya tendo. Njia hii huongeza mazingira yasiyo rafiki kwa mbegu za kike. Mbinu ya 4 ni mwanamke afike kileleni baada ya mwanaume. Wakati mwanamke anapofika kileleni, kwanza ute unaotengenezwa husaidia mbegu za kiume kusafiri kwa haraka. Lakini ikiwa mwanaume atafika kwanza, ute huu hautazalishwa kwa wingi. Hivyo mbegu za kike ambazo usafiri polepole hupata nafasi ya kuishi na kurutubisha yai. Hii ni njia ya asili inayochochea upatikanaji wa mtoto wa kike. Mbinu ya 5 ni kula vyakula vya sodium ya chini na calcium ya juu. Utafiti wa kisayansi umeonyesha kuwa lishe ina nafasi kubwa katika kuchangia jinsia. Lishe yenye calcium kama maziwa, mtindi na mboga za majani pamoja na kiwango cha chini cha sodium na potassium hufanya mazingira ya mwili kuwa rafiki kwa mbegu za X. Kwa mfano, wanawake wanaokula matunda, nafaka zisizokobolewa na bidhaa za maziwa hupata nafasi kubwa ya kupata watoto wa kike. Mbinu ya 6 ni kuepuka nyama nyekundu na kula vyakula vyenye chumvi nyingi. Nyama nyekundu na vyakula vyenye chumvi huongeza alkali mwilini, hali inayowapa mbegu za Y nguvu zaidi. Ili kuleta mazingira yanayofaa kwa mbegu za X, epuka kula vyakula hivyo kwa angalau wiki 6 kabla ya kutafuta mimba. Hii huongeza nafasi ya kupata mtoto wa kike kwa sababu ya kushusha alkaline mwilini. Mbinu ya 7 ni matumizi ya dawa za kupanga uzazi kabla ya mimba. Wanawake wanaotumia dawa za kupanga uzazi kwa muda mrefu wanaweza kupata mazingira ya mwili yenye uwiano wa homoni unaopendelea mbegu za kike. Baada ya kuacha kutumia dawa hizo, hasa zile za vidonge, kuna kipindi ambacho ovulation huchukua muda kurudi kwenye utaratibu wake wa kawaida, hali ambayo inaweza kuongeza nafasi ya mtoto wa kike.
Mbinu ya 8 ni kuongeza kiwango cha magnesium na calcium mwilini. Kwa mujibu wa tafiti, wanawake wenye kiwango kikubwa cha madini haya mwilini mara nyingi hupata watoto wa kike. Magnesium hupatikana kwenye mbegu za maboga, karanga na mboga mbichi. Calcium hupatikana kwenye maziwa na bidhaa zake. Hivyo ulaji wa mara kwa mara huandaa mwili kwa upendeleo wa chromosome X. Mbinu ya 9 ni kufanya tendo la ndoa katika mkao wa kawaida wa misionari. Njia bora ya kupata mtoto wa kike. Mkao huu husaidia shahawa kuachwa karibu na mlango wa uke, ambapo mazingira ni asidi zaidi, jambo linalozuia mbegu za kiume kufika mbali. Mbegu za kike hushindana vizuri katika mazingira haya na huvumilia muda mrefu zaidi hadi kufika kwenye yai. Hii imekuwa njia bora ya kiasili na kimazingira kusaidia ujauzito wa mtoto wa kike. Mbinu ya 10 ni kuepuka tendo la ndoa karibu sana na ovulation. Mbegu ya Y mbegu za Y zina kasi lakini maisha mafupi. Kufanya tendo karibu na ovulation huongeza nafasi ya mbegu hizi kurutubisha yai haraka, hali inayozalisha mtoto wa kiume. Ili kuongeza nafasi ya mtoto wa kike, hakikisha tendo linafanyika siku 3 hadi 4 kabla ya ovulation. Mbinu ya 11 ni mwanamke achukue muda kabla ya kufika kileleni. Kufika kileleni hutoa ute wenye alkali ambao ni rafiki zaidi kwa mbegu za kiume. Kwa hiyo, kuchelewesha kilele huweka mazingira ya uke kuwa na asidi zaidi na hivyo kuzipendelea mbegu za kike. Ni njia rahisi lakini ya kiuhakika katika kusaidia kuchagua jinsia ya mtoto. Mbinu ya 12 ni kupunguza kiwango cha joto sehemu za siri kwa mwanaume. Joto jingi huharibu ubora wa mbegu za kiume haraka zaidi kuliko zile za kike. Wanaume wanashauriwa kuepuka kuvaa nguo za ndani za kubana, kukaa kwenye viti vya moto au kutumia maji ya moto mara kwa mara. Hii huongeza nafasi ya mbegu za kike kushinda kwenye mbio za kurutubisha yai. Mbinu ya 13 ni matumizi ya njia ya Shetras kwa muda uliowekwa. Njia bora ya pili kumpata mtoto wa kike. Njia hii imejikita kwenye utafiti wa tofauti kati ya mbegu za kiume na za kike. Inashauriwa tendo la kufanyika siku 3 kabla ya ovulation, ili mbegu za kike zipate nafasi ya kuishi hadi wakati wa kutoa yai. Mbegu za kiume zitakufa kabla yai kuachiwa, hivyo kupunguza nafasi ya mtoto wa kiume. Mbinu ya 14 ni kula matunda yenye tindikali mara kwa mara. Matunda kama nanasi, machungwa, embe na zabibu yana tindikali inayosaidia mazingira ya uke. Kwa kula matunda haya kila siku, mwili huandaliwa kupokea mbegu za kike na kuua zile za kiume kwa haraka. Matunda haya pia yana virutubisho vinavyosaidia uzazi wenye afya. Mbinu ya 15 ni mwanamke awe na uzito wa kawaida au kidogo. Wanawake wenye uzito mdogo au wa kawaida wana uwiano wa homoni unaopendelea uwezekano wa kupata mtoto wa kike. Tafiti zimeonyesha kuwa wanawake wenye BMI ya kawaida hupata watoto wa kike zaidi kuliko wale wenye uzito mkubwa. Mbinu ya 16 ni kupunguza ngono ya mara kwa mara kabla ya ovulation. Njia bora ya 3 ya kumpata mtoto wa kike. Kufanya ngono mara nyingi kabla ya siku ya kutoa yai hupunguza idadi na nguvu ya mbegu za kiume. Hii hurutubisha mbegu za kike ambazo ni thabiti na zinazoishi muda mrefu kuendelea kuwepo hadi yai litakapotolewa. Njia hii imeonekana kuwa na mafanikio makubwa katika tafiti za uzazi duniani. Ushauri wa Naturemed Supplies kwa wanaotamani kupata mtoto wa kike. Kwa wale wanaotamani kuongeza nafasi ya kupata mtoto wa kike, Naturemed Supplies inashauri kutumia mbinu za kisayansi zilizothibitishwa ambazo ni salama kabisa kwa afya. Tunapendekeza kufanya tendo la ndoa siku 3 hadi 4 kabla ya yai kutoka, kula vyakula vyenye tindikali kama matunda na maziwa, pamoja na kutumia mikao ya tendo ambayo huzuia mbegu za kiume kufika haraka kwenye yai.
Tunahimiza kupata ushauri wa kitaalamu, vipimo vya mzunguko wa hedhi na lishe maalum inayochochea ujauzito wa kike. Bila shaka umejifunza kitu kipya leo kupitia video hii. Tafadhali usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapozi-upload. Acha maoni yako sehemu ya comment ukituambia ni jinsi gani unahitaji mtoto wa kike. Like pamoja na kushare na rafiki zako ili kuwaelimisha zaidi kuhusu njia za kupata mtoto wa kike. Ikiwa unataka ushauri au msaada wa haraka, wasiliana nasi. Namba zinapita chini ya skrini ya video hii. Kumbuka, Naturemed Surprise inahakikisha uzima asilia kwa kila mtu. Asante kwa kutazama video hii. Tutaonana tena kwenye video zijazo.